wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Naendelea na surati al-Baqara aya ya 29. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم ما في الأرض جميعا. Yeye ndiye aliyeumba kwa ajili yako ya ardhini yote. Sasa pana kitu cha kujadili. Sehemu nyingine Allah anasema hal ata ala al-insan hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Si imepita kwa mwanadamu dahari nyingi alikuwa si kitu chenye kukumbukwa. Yaani katika vitu ambavyo tunaweza kuviweka kwenye kumbukumbu, mwanadamu hakuwepo. Kwa hiyo kila kitu kiliumbwa, mpaka mbu walikuwepo, sisimizi walikuwepo, binadamu haipo. Lakini hinu min ad-dahr, maana yake kama wanasema wataalamu ni mabilioni ya miaka madamu kwetu. Wakati ambapo mwanadamu hayupo, dunia yote ilikuwa ni kijani. Maana yake uoto wa asili uliendelea kuwepo kwa mabilioni ya miaka, kwa sababu wakati majini wakiwepo, majini moja ya utaratibu wao wa maisha waliishi kwenye kile walichokikuta. Mwana kama walikuta mti waliishi kwenye mti, kama walikuta pango waliishi kwenye pango. Kwa hiyo yani hivyo waliishi kwenye vitu walivyovikuta. Kwa maana hiyo ardhi haikuwa na uchafuzi hata kidogo kwa mabilioni ya miaka. Sasa wakati Allah anaichoka ardhi, haitaki, ndiyo akamuumba kiumbe wa kuja kuimaliza. Wakati sasa haitaki tena, imekaa kwa mabilioni ya miaka ikiwa ardhi nzuri kweli kweli. Sasa haitaki, imekwisha muda wake. Allah anataka hii ardhi iishe sasa. Ndiyo anaumbwa mwanadamu. Anapoumbwa mwanadamu, hakuumbwa akaletwa hapa. Allah aliwaambia malaika, kama tunaona aya inayokuja, na nataka kumuumba kiumbe mwanadamu, wakajadili, tumeshaambia inni a'lamu ma la ta'lamu, mimi najua msiyojua. Allah akamuumba mwanadamu. Alipoumba mwanadamu ameumbwa kutokana na nafsi. Lakini nafsi iliwekwa kwenye nini? Nafsi iliwekwa kwenye udongo, ikakamilisha kila kitu, lakini ikawa haina uwezo wa kutenda chochote mpaka Allah alipoipulizia roho, nafsi ikawa hai. Kwa hiyo mwanadamu aliumbwa kwa nafsi. Sawa? Aliumbwa kwa nafsi, anaishi kwa nafsi. Sawa? Na atakufa kwa nafsi. Nafsi ya kwanza, alladhi, sura amesema Mwenyezi Mungu, alladhi khalaqakum min nafsin
nafsi wahid. Kuumbwa ni kwa nafsi. Alladhi khalaqakum min nafsin wahid. Sawa? Anaishi kwa nafsi. Yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Kwa aliumbwa kwa nafsi. Alladhi khalaqakum min nafsin wahid. Anaishi kwa nafsi. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Atakufa kwa nafsi. Kullu nafsin dha'iqatun. Uzuri? Unaona? Kaumbwa kwa nafsi, anaishi kwa nafsi na atakufa kwa nafsi. Sasa katika kufa nafsi haitakufa. Sawa? Nafsi Allah sema dha'iqatul maut. Itaonja, alionja amekula. Hajala akaonja tu. Kwa maana hiyo nafsi itapita kwenye kifo ili ikakabidhiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah alipotengeneza lile umbile la udongo, sawa, likawa na nafsi, lakini nafsi haikuweza kutenda chochote, sawa, mpaka Allah alipopulizia roho. Ndiyo ile nafsi iliyokuwemo ndani ya udongo ikaanza utendaji. Hii ndiyo inayofanya wewe kujua halali ni ipi na haramu ni ipi. Sawa? Ile mizania yako, zile namba tulisema binadamu anatakiwa anaishi kwa namba. Nafsi ndio inatawala hichi kitu. Sawa? Kwa hiyo wewe unapoishi ili nafsi itekeleze, Allah anakuzia kwa ile nafsi inaanza kuwa hai. Sawa? Na siku Allah akitaka kuichukua, anapoondoa roho, wayasalunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitu min ilmi illa qalil. Kama ambavyo mtoto tulizungumza habari ya wasamai wa tariq. Tunapia mtembea usiku, tunayapia mbingu ya usiku na yule mtembea usiku. An-najmu thaqib. Kasema najmu tumesema nani? Ni star. Athaqib anaitoboa. Maana yake ni kwamba zile mbegu zinapotonwa min manii yumna, sinasema Mwenyezi Mungu, zile zinapotomwa zile zinakuwa ni mamilioni ya watoto, lakini ni mmoja tu ndo anatoboa kuingia kwenye yai. Allah anamuita an-najmu thaqib, star aliyefanya nini? Kutoboa. Wenzake wengi wanapotea. In kullu nafsin lamma 'alayha hafidh. Unaona, in kullu nafsin lamma 'alayha hafidh. Anatoboa ni nani? Manii yumna. Ni yale manii yale moja, mbegu ndio style anatoboa. Sawa? Wako mamilioni, lakini yule mmoja star, Allah anasema an-najmu thaqib. Star ndio anayetoboa ndani yake na anaenda kukaa ndani, ndio anakuwa mtoto. Ndugu zake wengi
wanagundua leo wana science kitu. Qur'an imeshasema miaka kwamba mle ndani ya yai anaingia star huyu au hawa. Sio kila mtu anaingia, lakini akiingia Allah asema in kullu nafsin lamma alaiha hafidh. Kila nafsi, unaona? Kila nafsi. Yaani anapoingia ni nafsi ile ndio inaingia ndani. Sawa? Lamma alaiha hafidh. Wakati anaingia viko vitu amevibeba na vingi angenavyo kwenye nini? Kwenye yai. Sawa? Haingii peke yake. Ndio maana anaingia na sauti ya baba yake, anaingia na miguu ya baba yake. Lamma alayhi hafidh, kwa mtu amehifadhi anabeba. Kwa akiingia mnene kama ni tajiri anaingia ni tajiri. Kama katika wale wengi wale mamilioni yule tajiri kama kinyuma katika wale chembe mmoja yule mmoja ndio maskini kabisa ndio anapepa akaingia. Huyu mtu lazima awe maskini. Kwa sababu in kullu nafsin lamma alayha, yani kila nafsi kile ilichobeba ndio itaingia nacho kwenye yai la mama. Na akitoa anakuwa hivyo. Ndio maana Mtume akasema takhayyaru linutfikum, chagueni pa kwenda kuingizia mbegu. Maana kama ni mwanamke anawe chagua pa kupokelea mbegu. Takhayyaru linutfikum, chagueni pa kuweka mbegu, chagueni pa kupokelea mbegu. Faina al-irqa dasasa, hizi mbegu zinaambukiza. Kwa nini Allah anasema in kullu nafsin lamma alaiha hafidh? Kila nafsi ikitumbukia inabeba na mzigo wake. Sasa kama wale matajiri wamebaki kaingia maskini mle, sijui utamfanyaje. Na akiingia uzuri Allah subhanahu wa ta'ala alivyofanya, yani hakuna kitu kisichokuwa na ishara. Allah sabali insana ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira, bali kila mwanadamu mwenyewe ataona. Maana kama wewe ni maskini, wakikuangalia mwilini kwako alama za umaskini zipo, hizi amaratul faqr zipo. Mtu yote wao wenda kwa wataalamu tu, hebu niangalizie araba na huyu hawezi pata hela, huyu atakuwa mgonjwa. Ndio kwa nini? Alama umebeba nazo. Wa in kullu nafsi lamma alaiha hafidh. Alipotoka yule star kutumbukia alingana kila kitu chake. Mfano kwenye elimu ya saikolojia ya maumbile, unataka kumuoa mwanamke, mfano kuna maana kwa maana kumwangalia, ukimwangalia sababu mwanamke anachukua mwanamke mwenye riski kubwa, mwanamke mwenye riski ndogo, nachukua mwanamke mwenye roho mbaya, hii inajulikana. Sibalini sana nafsi basira. Mwanadamu yeye mwenyewe kule kuona anaona yeye mwenyewe anajijua, na kama hajijui zile alama anazo atembea nazo. Kwa sababu mtano ametoa mikono yako, anaangalia mikono yako, sawa, ana uzazi mwingi. Na wala sio ramli, si vizitu vimeonekana. Sawa? Zile ni ile ule ni utabiri. Sawa? Utabiri ni tofauti na ramli. Utabiri si fa'tabiru ya ulil absar, si i'tibar. Wakona maabara. Maabara wanakwenda kuangalia ishara. Wakwambia kwa ishara hii pana hichi. Ni utabiri, utabiri unaruhusiwa. Hata Mtume alisema idha nazala thuria amina zarna al-aam, mwaka mkiona nyota ya thuria imeshuka, mwaka huo mazao hamtatumia dawa nyingi wala mbolea, yani atakuwa yenyewe tu. Lakini kuna miaka mingine thuria haikushuka. Mbona? Maana Mtume anazungumza habari kuhusu habari ya unajima. Thuria ni mkata zile nujumu ziko 28. Moja ni thuria. Ikishuka hiyo huo mwaka, kama ni masika ndio inaanza, ikawa imeshuka thuria, basi hiyo huo mwaka hamtatumia mbolea. Ni mwaka mzuri, mtapanda vizuri, mtapata. Lakini pia akasema idha raaitum amud alhamra fi sharqi fi awwal ramadan fadakhiru ta'am sanatikum hadha, mtapoona wingu jekundu upande wa mashariki mwanzoni mwa mwezi wa Ramadhani,
Asa mwaka huo jamani, hifadhini chakula, huo ni mwaka wa njaa. Fa inna sanatul juu, huo ni mwaka wa njaa. Alichokena nini? Ameona wingu jekundu mashariki baada ya salati al-asr. Akaona utakuwa ni mwaka wa njaa. Sikimeonekana. Kaona tafsiri yake. Unakwenda hospitali, pima, unaleta haja ndogo, wanaangalia. Sasa kwa ajabu bwana huyu ana typhoid. Lakini je, wameona typhoid? Wao wameangalia nini? Nini ndio utabiri? Ndio maana kuna kitu kinaitwa utabiri wa hali ya hewa. Sio haramu. Haramu haramu. Kwa hiyo bali ni sana nafsi basira. Bali mwanadamu yeye kila kitu wake kinaonekana tu. Kwa kama ni maskini kunaonekana. Kama yule An-Najm Thaqib star alipoingia, anaingia wale matajiri wabaki akaingia maskini. Kama ni mtu mwenye masumbuko ya maisha, ataingia huyo. In kullu nafsin lamma alaiha, lakini ni nafsi. So alladhi khalaqa min nafsin wahid. Kwenye nafsi na mimba ilipoingia, iliingia nini? Iliingia nafsi. Kwa nafsi. Sasa ile nafsi ile ndo Allah akaweka roho. Sasa mimba inapoingia huwa ni nafsi. Sawa? Kullu nafsin lamma alaiha hafidh. Nafsi imeingia. Ikiingia inaanza kuwa hai. Kwenye nini? Kwenye kizazi. Inakuwa. Baada ya siku 120 ndio anakuja malaika, anachora, akishachora anapuliza na roho. Unaona? Iliyoingia ni nini? Nafsi. Baada ya malaika anapuliza nini? Anapulizia roho. Unaanza kuwa mwanadamu. Sasa baada ya kuwa mwanadamu ukiletwa duniani, ona ajabu. Tulisema Allah alipotaka kuimaliza dunia, alimleta mwanadamu. Ndio mwanadamu alipofika, mahitaji yake ya kwanza ilikuwa ni kupika. Majini hawapiki. Umeona? Majini hawapiki. Wao wanakula wanachokikuta. Kama vile, kwa sababu katika dunia kiumbe anayepika ni mwanadamu peke yake. Ndio anakaza kupika. Anapika nini? Anapika kwa moto. Ardhi ina nini? Ardhi ina uoto. Sasa wakati ardhi inategemea uoto na ufundi wa mwanadamu ili ale vizuri lazima atumie moto. Wakati huo uoto na moto ni mtu na adui yake. Hivi nadhani Allah anataka ardhi ibaki, anataka ardhi iondoke? Anataka iondoke kwa sababu Nabii Adam aliposhushwa tu, cha kwanza alihitaji kupika. Kwa hiyo Jibril, tarehe inasema Jibril, dunia wakati huo haikuwa na moto kabisa. Ila viumbe wa moto walikuwepo. Majini. Minari sababu kutoka na moto. Walikuwepo lakini hawakutumia moto. Kaleta mwanadamu ndo Jibril akamletea Adam moto. Alipomletea moto ukaripuka, mifumo ya moto ikabaki duniani. Alafu moto ukarejeshwa jahannam ulikotoka. Kwa dunia ilichofanya ni kubaki na system ya moto ambayo haikuwepo mwanzo. Moto ukarudi zake, ndio mwanadamu akaanza kutumia moto kuanzia. Nabii Adam ni kwa kwanza, lakini kabla ya Adam hapakuwa na moto duniani. Angalia, moto ni adui wa uoto. Allah kamleta kiumbe maisha yake yategemee uoto. Vitu vyote alafu yeye aviunguze. Kila dunia ilivyokwenda mifumo yote ya maisha ya mwanadamu imejengeka kwenye moto. Sawa? Mfano, wakati Allah anamuumba Adam, akawaambia malaika wamsujudie. Ibilisi akakataa kusujudu. Alipoulizwa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu tina,
kipi kimekukataza, kimekuzia kukisujudia kile nimekiba kutokana na udongo? Qala ana khairu minhu, mimi ni bora kuliko hicho. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, umeniumba kutokana na nini? Na moto, kutokana na udongo. Hivi nani alimwambia kama udongo ni bora kuliko moto? Moto ni bora kuliko udongo? Nani alimwambia? Lakini aliamini. Sehemu iangalie dunia leo. Huyu mwanadamu anaweza kaishi bila moto? Kwanza kupika ili ale, anatumia nini? Anatumia moto. Kuwasha, anatumia nini? Moto. Kipi ana? Viwanda vyote moto. Mwanga wote ule moto. Sasa anafanyaje huyu mwanadamu ili aishi bila moto? Sasa unaweza kuangalia, Ibilisi alisema yeye ni khayr, ameniumba kwa moto, muumba kwa udongo. Lakini baadaye maisha ya mwanadamu yamesimama kwenye moto. Hata mwili wake ndani yake lazima una joto. Lazima una joto. Sasa hivi inakuaje? Moyo ukifanya kazi unajenga moto. Je, nadharia hiyo unaionaje? Lakini sasa Allah sio mpango wake huo. Mpango wewe ti amri. Anakuambia hili bora ni kuliko. Kisa huo moto, laiti kama ungemkosa mwanadamu ungefanya kazi. Huo moto unaishi wapi? Sijui ardhi. Kuna yaani unategemea ardhi ndio ukae. Mpaka hamna ardhi utakao. Hamna kukaa. Sasa yule aliyeubeba moto na moto wenyewe kipi bora? Sababu tunategemea mpaka hiki. Kwa sababu ile moto wake lazima ardhi itoe moto. Itoe kuni, itoe gesi. Tofauti na hivyo haiwezekani. Na hata moto ardhini bado unakaa ndani ya ardhi hiyo. Kwa hiyo Adam akawa ni bora kuliko nini? Kuliko Ibilisi. Kwa sababu moto unategemea kuishi kwenye ardhi. Bila ardhi moto utakaa. Haya, unasema niwashe kibiriti. Baruti ni udongo. Kijiti kile ni moto wa ardhi. Sasa ndio upige hivi moto ndio utoke. Baada ya kutumia vitu vya udongo ndio kwa akawa haelewi. Lakini mwajaribu kuangalia nadharia yake. Sawa. Ana khairu minhu. Ni bora kuliko. Kwa nini? Mungu. Sasa unaona mwanadamu yeye alipoletwa, cha kwanza ni matumizi ya moto. Moto una rasilimali yake kubwa ni uoto. Tunasema Allah alitaka kuimaliza dunia kwa maana wote na haitaki. Alipokuwa haitaki, akaleta mifugo ya mwanadamu itegemee kuunguza ardhi. Ili ardhi yende iharibike. Kiharibika katika mwisho wake. Kwa tunaishi katika kipindi ambacho Allah anataka kuimaliza ardhi. Na akasema al-ardu mal'un wa mal'un ma fiha illa dhikrullah. Ardhi imelaaniwa. Na kile kilicho kwenye ardhi kimelaaniwa. Isipokuwa mambo yanayohusiana na dhikrullah basi. Maana kwamba hata kama ni mwanadamu ambaye haswali ni mal'un. Ndio mtu anasema tariku salata mal'un wa fi ghairi islam yamut. Aliacha kuswali mal'un na akifa sio muislamu. Kwa nini? Kila kilichoko ardhini ambacho hakihusishi na kumbeba Allah hicho kina laana. Awe mtu, iwe nyumba, iwe chochote kile kina laana. Sasa Allah
ametumbia hii khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, nukumbieni ardhini vyote. Kamwambia mwanadamu, nenda naambia mwanadamu, unaona nenda naambia nani? Mwanadamu, ardhini nukumbieni vyote. Alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, walladhi khalaqa lakum ma fil ardi, yeye ndiye ambaye amekumbieni vya ardhini vyote. Ukiangalia ni kweli, kwa sababu vyote vilikuwepo, mwanadamu hayupo. Akaja mwanadamu akaambia tumekumbia vya ardhini vyote. Wakati mwanadamu kapewa vya ardhini, thumma stawa ila samaa, Allah mwenyewe akastawia katika mbingu. Ni lugha sasa, hiyo ni lugha ya kimungu, sio alistawi, alistawia. Sawa? Tuuze. Ukisema alistawi, maana unampa umbile na eneo. Alistawia mbinguni. Maana ukisema alistawia mbinguni, maana kaifiyatu majhul. Iko hakuna swali. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Iblis anaweza akaja kwako, anakutengenezea mjadala sana. Man khalaqa al-alam, hivi hii dunia nani kaiumba? Umoja tunasema Allah, afu sana fadas man khalaqa Allah. Ukiona hiyo mtu anasema ondoka ile wazo la Iblis, wewe ni Iblis. Ukiona tu nakuuliza baada ya Allah, wewe ni Iblis, achana naye. Lakini unaona kuanzia man khalaqa Allah, man khalaqa al-alam, hivi nani kaumba dunia? Utasema Allah. Hapo safi. Lakini leo lake sio, leo lake ni swali la pili, man khalaqa Allah. Ukisikia mtu anasema ondoka ile swali kawaida hiyo. Kwa hiyo Allah alisawa mbinguni, fasawwahunna sab'a samawati. Sawa? Akazisawazisha mbingu 7. Sawa? Maana zilikuwa ni mbingu 7 zenye usawa. ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو خسير. وانgalia tu mbinguni, hal tara min futur, utaenda kuna simba na dosari. Thumma arji' al-basar, kisha rejesha tena. Lakini kwa nini nasema thumma arji' al-basar? Kwa nini nasema al-basar? Na kwa nini nasema thumma arji', angesema thumma arji' al-ayn? Kwa sababu kinachokusudiwa hapa ni kuangaliwa. Allah asema rejesha jicho. Alladhi khalaqa 7 samawati tibaqa ma tara fi khalqi ar-rahman min tafawut. Alichoomba Mungu usikiona kama kina tofauti. Hivi unajua ukiangalia ghorofa refu wakati mwingine unaweza kuhisi kama limepinda. Kasa kweli. Likipinda leo. Wakati kipinda hata kidogo lingedondoka. Sasa Allah anasema angalia alichoomba Mwenyezi Mungu. Ma tara fi khalqi ar-rahman min tafawut. Alichoomba Mungu huwezi kuona kina tofauti. Sawa? Farja al-basar hal tara min futur, rejesha jicho, je utaona tofauti? Thumma rja al-basar karratayn, kisha rejesha jicho mara nyingine, inqalib ilayka al-basar khasi'a wa khasira. Kwa nini akusema ain? Amesema nini? Basar maana yake ni zana ya kuonea. Hakusema ain. Sababu kuna mtu anaweza kuwa na ain la yara,
kuna a'ma na kuna dharir na kuna kafif. Sasa huyu a'ma maana yake mwanzo alikuwa anaona, macho akapata matatizo ya kafa, huyo ni a'ma. Lakini dhariri hayo macho kabisa hayakuwa kuna nini, hayakuwa kuna yapo. Kafif maana yake huyo hata macho hana. Yaani ukiona kungala pa machoni pamefunga kabisa. Dhariri unaona kabisa anatembea hivi, macho unaona kabisa yako hivi kabisa, lakini haoni. Ile yako wazi. Kwa hiyo kuna yule ambaye alikuwa anaona akawa tena haoni. Kuna mwingine macho unaona yako wazi, unaona kabisa yako wazi, lakini afu kuna mwingine amefunga kabisa, sio unaona kabisa, unaona kabisa hapa amefunga kabisa, hapa kufunguka katika maisha yake. Kwa nini aina hizi? Sasa lakini Allah asema hakuangalia, yasema anakwenda kwenye zana. Sawa, farji al-basar hal tara min futur. Sawa, rejesha zana ya kuangalizia. Maana yake hazungumzi habari ya jicho, anazungumza kuhusu habari ya zana za kuonea. Sawa, zana ya kuonea darubini, masatellite ya zile zote ni basar, kwamba ainu itachungulia kwenye basar itamuonyesha kwenye jicho lako ndani kuna hiyo zana ya kuonea. Kuna ain alafu kuna basar. Aini inaweza kuwa iko aini ile halina uwezo wa kuona mpaka ndani pawe na basar. Sawa, ile zana ya kuonea hapa ni udhun, lakini waja'alnahu samian basira. Tunafanya kuwa na zana ya nini? Samia ni ile zana ya kusikilizia. Dhahiri. Sala anaposema fasawahunna sab'a samawati, akaziweka sawa sawa mbingu saba, wa kulli shay'in alim. Hiki ndio tunajua maana yake. Matara bil futur, huwezi kuona tofauti. Chochote alichoumba Mungu hakina tofauti chochote. Ndio maana unaona Waislamu wanapinga nadharia kwamba kuna Mungu zaidi ya Allah. Kwa nini wanapinga? Ukisema Nabii Isa alikuwa Mungu, swali, Nabii Isa hakuwa na kasoro? Alikuwa nazo. Nara alikuwa nazo. Sasa kama alikuwa nazo, je, zilitwa ni ukamilifu au ni pungufu? Ni pungufu. Sasa hawezi kuwa nani. Ni upungufu pande gani? Upungufu kulingana na yani hakuwa na uwezo wa mwisho. Uwezo wako ulikuwa ni makduru. Kuna sema ambao utafika hapa na hakuweza kufika. Mathalan kimo alichokuwa nacho hakikuweza kukua zaidi ya jinsi Mungu alivyotaka. Upana aliokuwa nao haukuweza kuzidi, maana alikuwa anaweza kuingia kwenye nyumba. Akiingia kwenye nyumba yake, nyumba imemstiri. Kwa kuumba kwa Mwenyezi Mungu ni fasawa na saba samani. Mungu alifanya zote kwa sawa sawa, hazina kasoro. Matara bin futur, huwezi kuona kasoro. Fasawa na saba samani, kasema kuwa ziko sawa sawa. Wao wamekula shay'in alim, yake kitu anajua. Ndio maana unaona Allah anaweza akafanya kitu leo watu wakahisi kimekosewa. Baraka sana, kumbe tungefanya vitu tungeharibu. Sio na tupekesha. Na tungefanya wasio kwa jambo acheni kwanza. Kinakuwa funa kitu kinakaa vizuri.
Yaani tungetia Mungu tuniharibu. Kumbe inatakiwa kiwe moja. Ndivyo Mungu hata anavyowafundisha watu. Una hata wataalamu waliogundua madawa wengi wako wanakufa. Kwa nini? Anagundua dawa anataka inusi au ailambe. Akinusa kumbe ni ya kuua. Inaua kwa harufu anakufa. Anakuta ameganda tu. Kailamba kumbe ilikuwa sawa kulamba. Kwa nini Allah afanye namna hii? Allah huwa hajaribu kifo. Bae. Tuendelee. Baada ya hapa walladhi khalaqa lakum ma fil ardi. Yeye ndiye ambaye amekuumbieni vya ardhini vyote. Sikia hiyo? Amekuumbieni vya ardhini vyote. Wakati huu kwa mujibu wa aya inayofuata Allah asema wa idh qala rabbuka lil malaikati. Sawa? Inni ja'ilun fil ardi khalifa. قالوا أتجعل فيها يفسد فيها ويسفك الدماء. Unaona aya zimefuatana. Aya kwanza anasema huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Yeye ndio amekuumbeni vya ardhi vyote. Hapo anasema wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Anaambia malaika mimi nataka niweke ardhini khalifa msimamizi. Qalu ataj'alu fiha yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Utaweka humo kiumbe ambaye atafanya ufisadi. Sawa? Wasfiku ad-dima. Kuna tafsiri mbili. Ya kwanza wanasema atamwaga damu. Lakini kabla ya Adam kuumbwa, damu zilikuwa zinamwagwa, si wanyama walikuwa wanalala kwa wao. Kwa hiyo swala kulimu kumwaga damu ilikuwepo tu. Majini walikuwa wanapigana. Wanyama walikuwa wanalana na damu zilikuwa zinamwagika. Sababu simba hawezi kula bila kumwaga damu. Lakini wasfiku ad-dima, wasfiku ad-dima. Maana ile mifumo ya damu itakuwa tofauti na ile ya zamani. Hawa watakuwa na uwezo wa kuhamishana damu. Kama ingekuwa hoja ni mauaji, wangesema yaqtul ba'dhum ba'd. Watakuwa na uwana wao kwa wao. Sasa wasfiku ad-dima. Maana watabadilisha mifumo ya damu. Mfano, anachukua mtu anaweka damu ya mtu mwingine. Teknolojia ambayo haikuwepo. Na ujue Uislamu tumesema siku ile tafsiri ya Qur'ani ni wakati wa mtume wao sasa hivi. Sasa hivi. Kwa ile damu ile itabadilishiwa mifumo. Zamani damu inamwaga inakuwa na chini. Sawa? Allah katika aya hakusema watauana wao kwa wao. Alisema wayasfiqu ad-dima, watabadilisha mifumo ya damu. Yaani damu inaweza kutoka kwa mtu ikaenda kwa mtu mwingine. Unaona? Damu yenyewe. Sawa? Damu halisi. Lakini kuna viungo vya damu. Mathalan ini. Si damu? Mapafu, bandama, figo, vyote hivi ni damu tupu. Sasa hizi tunapokwenda huko, hizi damu hizi zinaweza kuwa zinabadilishwa. Hakusema yasiku rijili, sababu mpaka leo teknolojia midhali Qur'ani imesema kuhamisha mifumo ya damu. Watakuwa na wayasiku ad-dima, wanaweza kuhamisha damu.
Allah hakusema viungo vya juu. Ndio maana ukifa tu mguu tayari umekwenda huko. Mpaka leo dunia inachotumia ni vitu vya ndani. Ndio maana moyo unatolewa kwa Uingereza wana utaratibu. Unapoumwa sana kuna kitengo unaenda kajaza fomu. Ukikubali kuingia mkataba, wanachukua viungo kutoka maabara wanakuwekea. Unaendelea kuonesha. Kama ni wewe una matatizo unaenda kuchukua, kuna mioyo watu kabla ya kufa ilitolewa ikaenda kuhifadhiwa. Kwa hiyo inafanya kazi mpaka leo. Kama wewe una shida, wakuchukua moyo wanakupa, lakini kwa sharti. Na wewe ukifa kabla hujamalizika, na wewe unatoka kwako unapiga maabara. Wakumalizia bado hujakata. Kama hujakata roho vizuri. Kwa hiyo wanakumalizia wao. Na utaratibu unajulikana Uingereza. Vizuri kabisa. Ni mifumo ya sala wa yasfiqu dima, watabadilisha mifumo nini? Damu. Zamani damu tu inamwagika, siku hizi kumwaga damu. Inapiu basi unatolewa wewe, anakudio kwa sababu Qur'ani haiwezekani eti utaalamu wa kuhamishana damu eti Qur'ani wewe haijasema. Haiwezekani. Haiwezekani. Mkomea juzi hapa. Unaona? Yaani Qur'ani isijui kama kitu kinatokea. Haiwezekani. Qur'an lazima ina taarifa kwamba kitu hichi kitatokea. Na moja ya vitu vitakavyotokea ni yasiqu dima, kwamba damu itakuwa ina uwezo kuhamishwa. Kwamba wewe umekaa mwenzako hana damu, unachukua damu ya huyu anapewa mwingine. Figo tunaosha, lakini viwe ni viungo vya damu ndio vinaweza kuhamishika. Sio vya nyama. Wayasfiqu dima, wanaweza kuwa wanabadilisha na damu. Viungo vya damu yenyewe. Yaani haiwezekani utaalamu kama hivi mkoma shuhudu duniani afu eti Qur'ani haikupata kusema. Hakuna kitu cha namna hiyo. Ndio kuzungumza. Leo pana watoto wa kwenye machupa. Sawa. Watu wana maabara, anachukuliwa mwanaume, mbegu zake na za mwanamke zinaingizwa maabara, zinatunzwa na anatokea kiumbe. Ni kweli kanuni hii itokee duniani afu mtume alikufa haijui? No. Nabii Allah Saleh, napenda kusema mara nyingi, Nabii Allah Saleh walipomtaka jiwe litoe ngamia, alifanya? Aliswali raka 2, akaomba jiwe waliokuwa wamekaa ikatoa ngamia. Na hakujalala, jiwe wao wenyewe wanalikalia kila siku hapo kijiweni. Hilo likatoa ngamia. Kichotokea Allah kama naqatallahi wa suqiya. Hukumu ilikuwa ni yani ni ngamia. Alitoka kwenye nini? Alitoka kwenye jiwe. Jiwe mawe ndio yanatengeza vioo. Sawa? Watoto kwenye machupa. Na kama yanatengeza mtoto kwenye chupa ni kioo. Ni kanuni. Qur'ani imesema miaka zaidi ya 1400. Leo sipo. Inafanyika, ndio utaalamu mkubwa. Ni Qur'an ndio imesema. Kwamba ngamia alitoka kwenye jiwe. Kumbe upo uwezekano wa kitu jamid kikatoa kitu hai. Yakhruju al-hayy min al-mayt wa yakhruju al-mayt min al-hayy. Kwa hiyo haiwezekani eti liwepo duniani Qur'an haikusema. Hakuna kitu sana. Hii habari ya kuhamishana damu. Hichi kitabu hichi na kuthibitishia shekhe, ukikijua dunia yote imo humu. Yote. Na haitatokea siku dunia ikakataa hichi kitabu. Haiwezekani. Bidhali Allah sema faratna fil kitabi shay'in. Hatukuacha chochote. Sasa unaambia, haya leo tu mafigo yanahamishwa, damu zinahamishwa, eti Qur'ani eti haikujua. Kakwambia nani? Haiwezekani. Atajalu fiha ma yufsid fiha wa yasfiku dima. Utaweka humo ma yufsidu fiha, watafanya ufisadi. Sio mauaji hayo, sio dhulma. Imekamilisha hapo. Wa yasfiku dima, lakini watakuwa na kazi nyingine. Kwamba mmoja wao ana matatizo, anaweza akafa. Sasa wao kuliko kupoteza mtu watakuwa
kwenye yale majanga ya ndani, unajua ya juu unaweza kukatika na ukaiendelea kuishi. Mguu unakatika unaenda kuishi. Sikio unakatika unaenda kuishi. Mkono, lakini vya ndani wahi kuishi. Kwa Allah alichosema ni vile vya ndani ambavyo ndio shida, vikiharibika lazima ufe. Tofauti na vya nje, unaweza ukakata kabisa na tukajua utatibu mwingine. Lakini sio vya ndani. Kwa Allah akasema, wale malaika wakasema moja ya wao utaratibu wao ni kwamba hawa watakuwa na uwezo wa kuhamishana vile vya ndani. Kama kikifa wanachukua na mwasha mtu mwingine. Nini? Ili aendelee kuwa hai afanye ibada. Kama sasa yote ya kazi gani? Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Sisi mbona tunakusabihi tu vizuri kwa tahmidi zako au nuqaddisu laka, tunakutakasa. Hawa hii kazi watakayokuwa nayo kwamba mtu asifi aendelee kuwa hai, kama ni kusali aendelee kuswali. Sasa kuna shida kubwa namna hii mpaka wahamishane viungo. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kama mimi najua msichokijua. Najua msichokijua. Akamuumba Adam. Akamuumba Adam. Kwa hiyo wakati anaumbwa Adam kwa mujibu wa Qur'ani, Allah anasema dunia kamuumbia nani? Khalaqa lakum ma fil ardi. Amekumbieni vya ardhi vyote. Khalaqa lakum ma fil ardi. Amekumbieni vya ardhi vyote. Mtu anasema kwamba maana karamu hii imeandaliwa wewe. Maana yake umefika umeikuta au hajaikuta? Umeikuta. Maana ipo. Kwa sababu kwamba tunakondelea karamu kwa ajili yako. Alafu eti wala mjanunua chochote. Mjaniandalia. Kilichoandaliwa maana kwamba tayari kimeshakuwa tayari, kimekaa pale. Sasa Allah anasema khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Amekumbieni vya ardhi vyote. Thumma stawa ila sama. Yakasabia mbingu. Fasawahunna sab'a sama. Akasiweka sawa sawa mbingu. Sawa. Baada ya pale ndio si khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Amekumbieni vya ardhi vyote. Ndio baadaye wa idh qala rabbuka lil malaika. Allah anawaambia malaika inni ja'il fil ardi. Huko anasema khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Amekumbieni vya ardhi vyote. Ye akasalia wapi? Maana vya ardhi vya nani? Vya kwetu. Vya mbinguni vya nani? Yeye akasalia zake huko. Fanyeni chote. Sawa. Ndio maana majini walikuwepo kabla ya wanadamu. Walifanya nini ardhini? Tunakuta majini wapo, tumekuta nyumba. Kuna nyumba. Kaja mwenyewe aliambiwa nimekuumbie vivyo vyote, hivyo ndio kweli. Kakabidhi. Kapewa na akili. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali. Sawa. Tulichukua amana, ile amana tukaionyesha ardhi, mbingu na milima. Fa baina an yahmilna, vilikataa kuibeba. Fashfaqna minha, tukavisamehe. Wa hamalaha al-insan, binadamu akaipitia akabeba. Wale walikabidhiwa fa baina an yahmilna, wakakataa. Kijotokea fa hamalaha al-insan. Mungu akusema fa atayna al-insan. Fa hamalaha al-insan, binadamu akaibeba mwenyewe. Mbingu amepewa akakataa, ardhi akakataa, milima ikakataa, binadamu akabeba. Nini? Akili. Laiti kama mwanadamu asingekuwa na akili, wala asingekuwa na kitabu cha mema na maovu, asingekuwa nacho. Mtu anasema rufi'a al-qalam an thalath. Kalamu inanyanyuliwa kwa watu hawa 3. Mtoto mdogo mpaka akue, aliendelea mpaka amke, na alipata kichaa mpaka apone. Unaona? Au haiandiki. Kwa nini? Ukichunguza ni akili. Kwa hiyo kama wanadamu wangekuwa hawana akili, wala pasingekuwa na kalamu. Lakini kalamu iko kwa sababu nini? Kwa sababu na ni kitu ambacho alikibeba mwanadamu mwenyewe. Allah alipa mbingu akili, ardhi, kwa milima vikakataa, mwanadamu akaichukua. Kwa hiyo unaona Allah amemuumbia mwanadamu vyote vya ardhi, na hapa anamuumba anamweka.
malaika wanajadili, taj'alu fiha ma yufsidu fiha safaq ad-dima, unamweka humo atakayefanya ufisadi na atabadilisha mifumo ya damu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, mimi najua wenyewe msijua. Sawa. Wa'allama Adama al-asma kullaha, akamfundisha Adamu majina yote. Hapa Allah anazungumza lugha ya Qur'an, asma, majina, majina ya vitu vyote, majina ya vitu. Kama mimi ninakwenda, jina linaitwa nini? Kwenda. Maana yake kila kitu kinaanzia kwenye jina. Sisi wanadamu tunasema kuna majina na kuna vitenzi. Sawa? Na kuna herufi. Kwa Kiarabu ni asma, af'al na huruf. Kwa Kiswahili sema katika Kiswahili wa hizi hurufu hawajazifafanua vizuri. Wao herufi wanazitambua kama viunganishi. Sawa? Kwa Kiarabu ni hurufu. Kwenye Kiswahili herufi ni kwamba ni hizi a, e, i, o, u. Kwenye Kiarabu kusema hurufu lazima ufafanue. Kuna hurufu ambazo zinafanya kazi ya viunganishi na kuna hurufu ambazo zinaitwa ni hurufu hijai. Allah alichosema kwamba majina, maana yake kula ni jina, yani masdar, sawa, ni ishtiqaq. Sasa kula, je, ulikula muda gani? Muda uliopita, lazima lile jina lile uliweke katika mifumo ya muda uliopita. Kwa tulichofanya sisi ni kuweka mida katika yale majina. Kutembea tunaweka muda, lakini jina lile kutembea, alitembea, anatembea, atatembea, lakini tembea iko pale pale, ndio mzizi ule. Na ndicho kifundisho Allah alichofundisha Nabii Adam, alimfundisha ile mizizi ya kila, allama Adam asma kullaha, mizizi ya vitu vyote, kuanzia mizizi ya vitenzi mpaka mizizi ya majina. Kwa kitenzi chochote kinaanzia kwenye mzizi. Kula, ali, ana, ata, wame, wana, ile kula utaiona tu. Kwa Allah amelifundisha hizi. Alafu hasa hii mida ilikuja kuwekwa tu kujua kama kula kwenyewe jina ni kula. Muda gani? Lakini alifundishwa kwenye mizizi yote. Thumma aradahum ala almalaika, kisha akaonyeshwa kwa malaika. Allah kama anbiuni bi asma'i haula, shida hapo, anbiuni bi asma'i haula, niambieni. Laiti kama angehusisha vitu angesema anbiuni bi asma'i hadi, lakini ukisema haulai maana yake ni watu. Sawa? Ni watu au vitu vyenye akili timamu. Kwa mbele alikuwa Adam, ambiuni bi asma'i, niambieni majina ya hawa. Niambieni majina ya hawa. Qalu subhanaka, walisema umetakasika. La ilma lana illa ma 'allamtana, hatuna ilmu isipokuwa ile uliyotufundisha. Ona hapa vitu vile wanasema la ilma lana illa ma surana, hatuna ilmu isipokuwa ile uliyotufundisha. Adam anambia wa 'allama Adama
asmaa. Sawa. Hawa malaika illa ma kile uchofundisha kile Adam nini? Kula. Maana yake baada ya Adam hapakuwa na neno ambalo halijafundishwa. Malaika wao si wana vitengo, wa kitengo hichi hausi na kitengo hichi. Wao haendi huko. Lakini mwanadamu kote anapajua. Anaitwa subhanallah malaika, ni subhanallah. Haongeza alhamdulillah. Lakini mwanadamu ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar wala hawla wala huyo moto subhanallah ni malaika wake, walhamdulillah malaika wake, la ilaha illa Allah malaika wake, wala hawla wala quwwata illa billah al-azim. Hii wala hawla wala quwwata illa billah al-azim. Wa malaika wa kwanza kupewa walikuwa ni wale malaika walibeba arsh wale 9. ويحمل عرش ربك يومئذ 8 wataibeba arsha Mola wako siku hiyo 8 malaika 8. Allah subhanahu wa ta'ala alipoomba wa malaika 8 akawaambia nyinyi mtabeba arshi. Arshi ni kubwa kuliko chochote kilichopata kuumba kwenye ardhi. Sawa 8. Ya Rabb tutawezaje ya Rabb? Sawa sina wasiwasi. Akawaambia semeni wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Waliposema hayama hili neno hili pale pale wakatanuka wakawa na nguvu wakaibeba ile arshi. Wakapewa hili neno hili ndio lililowapa uwezo wa kuibeba arshi. Kwa hata wewe leo ukiona kuna kazi ngumu inakushinda, wewe tamka ile neno tu. Wala haula wala quwwata, utaiweza hiyo kazi iwe itakavyokuwa. Haitakushinda baada ya hapo. Mimi bwana nimepewa cheo kikubwa sitakiweza. Wewe wala haula wala quwwata, wewe utafanya, utashangaa unamaliza muda wako mpaka hivi aliwezaje huyu? Alikuwa na siri. Ndio na nasema Uislamu utapigwa vitu kwa sababu Uislamu umebeba siri kubwa sana. Uislamu umebeba siri kubwa sana. Unajua kwenye Uislamu mpaka zipo dua za kuwasiliana na viumbe wasioonekana. Nzuri tu. Kama umekaa hapa unaweza kuwasiliana na viumbe wengine. Mfano, Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam unapokuwa porini alafu hujui njia iko wapi, unawaita tu jamaa, bwana ya ahlu hadha alghaba inni dalun fa'duni, piga lele jamani, nyinyi msitu huu nimepotea, niongozeni. Utashangaa utafika. Wametumia walizoni wakubwa, lakini mimi nakumbuka tumekwenda kwenye mambo ya Mungu. Sehemu moja unatoka ziwa Tanganyika kuikuta barabara unatembea masaa 4. Mlima wake unaanzia baharini mpaka unakwenda masaa 4. Sisi ni wageni, njia hatuijui. Labda tuendeni. Njia sasa hatuijui. Watu wageni, niko na wanafunzi wangu. Tumekwenda sasa hapa inakuaje? Angalia kwa Mungu. Wallahi ninakwambia. Nini leo bana, sisi tunatembea jamani, tunakuja hii njia tuijui. Tuombeni msala mtuongoze. Haumwamini mtu anasema zako tu. Basi wallahi shekhi wangu ninakwambia, kila tukifika njia panda tukutana na mwenyeji. Kila njia panda tunakutana na mwenyeji, kila njia panda mpaka tukafika. Imetokea mara 2. Hii mara 2 ilikuwa vichekesho. Tumekwenda nao, wametembea mpaka wamechoka sasa. Kufika sehemu kijini maji ya chemchemi. Afu na wakiji umeka jani la la mgomba. Inapokea maji afu na nochi. Tumekwenda kufika pale wameshachoka. Sasa wanataka wagile maji. Wazee haya ndio maji. Sawa. Tunajimwagia kwanza.
pose mwili. Alafu kunywa tunataka mkole unakunywa afu tunaondoka. Shehe, haiwezekani. Haiwezekani, itawezekana. Itawezekana. Waje mwagia kwanza. Kujimwagia. Sasa kwa watu wakakinga mkono. Wapili na safari. Wewe tunaondoka hapa. Kwa sababu wekuja mengi ile safari singeendelea. Na ni safari mnapanda milima mnashuka. Masaa 4. Kwa hiyo Uislamu una mawasiliano ya vitu vingine ambavyo vinaonekana. Na jamaa wangu mmoja, yeye ni mtaalamu, anafundisha chuo kikuu. Yeye anaijua historia ya Kiislamu kuliko Waislamu wengine. Yeye kasoma Ulaya, anaijua historia vizuri sana. Lakini anasema shida ya Uislamu tatizo moja tu. Ndio maana watu wengi hawataki. Sheria zake hazibadilishwi. Ziko hivyo miaka na miaka. Lugha ndiyo hiyo, sheria ni hizo. Yaani hata mkibarika nyote mtabarika mtajua wenyewe. Hana habari kwenye Qur'an kuna aya inaitwa wal asr. Kwa Qur'ani zama zote ipo tu. Mwanadamu mwenyewe ndo anajitia hasara. Tuende sala kwa khosi. Yeye mwenyewe anajitia hasara. Lakini Qur'ani ipo tu kila enzi. Leo watu wanatoa kwenye machupa wanadhani ni utaalamu. Qur'ani inajua kabisa. Nakata Allah wasukia. Leo watu wanabadilishana damu, mafigo, maini, wazee utaalamu. Sio hivyo. Wayasfiqu dima. Qur'an inasema kwamba hivi vitu vinabadilishwa. Ndio maana Qur'an inasema mguu kishaisha unaweza unatupwa tu. Utatengeneza wabandia. Lakini vya ndani unaweza kuchukua cha huyu kumpa mtu mwingine na anaendelea kuishi. Qur'an imesema huyu ina siri kubwa. Baiwa. Qur'an hapa malaika wasema la ilma lana illa ma 'allamtana. Lakini Adam wa'allama Adama asmaa kullaha. Kwa leo mwanadamu kila alichoumba Allah Subhanahu wa Ta'ala hapa duniani mwanadamu anakijua. Na akifikishwa ndio chini fulani. Bali dunia nayo hii, na ndio maana dunia vitu vyote kila ardhi ina jina. Kila ardhi ina jina. Kila mtu una jina. Kila mto una jina. Kwa sababu kuna ardhi zisizo na jina. Ardhi zote zina majina. Mito yote ina majina. Bahari zote zina majina. Wa'allama Adama al-asma. Kama hakuna tutabandika jina. Na watu wote wana majina. Na magari yote yana majina. Yaani hakuna kisichokuwa na jina duniani. Kwa nini? Wa'allama. Wana mifumo alipo Adam ni asmaa. Ndio mifumo ya alipo Adam. Alipo mifumo ya asma, majina. Kwa hiyo tunakwenda kwa mifumo ya majina. Naambia kafiri ambaye yanasema hala. Miungu wenyewe wana majina. La ta'uza manata. Miungu wenyewe wana majina. Yaani kila kitu ndio mfumo alipo mwanadamu. Asmaa kulla. Kwa hiyo kila kitu duniani lazima kiwe na nini? Kiwe na chochote kile. Na nisipokuwa tutatunga. Kwa hiyo hichi kitu kinaitwaje? Hatukijua. Sasa tunakaa kitu tusijue jina. Weke ni jina. Bora hata la kutunga. Akaweke ni jina. Baada sasa tulikuwa na Tanganyika. Sasa zimekuwa nchi tunafanyaje? Tutunge majina, wakatoka majina. Kutoka Tanzania. Lazima. Kwa nini? Kanuni ya mwanadamu inasema wa'allama Adama asmaa. Maisha ya mwanadamu ni majina. Utajua kutoka hapa mpaka hapa ni nchi kadhaa. Sio ni jina. Haiwezekani pale hamna jina. Haya. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. wewe ni mjuzi mwenye hekima. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. Kamba Adam waambie majina yao. Akawatajia. Falamma ambahum biasma'ihim, alipowaambia majina yao. Maana dunia ipo, vitu vyote malaika walikuwa wanaviona lakini walikuwa hawajui majina yake. Adam ndo akaja kufundisha majina. Vitu unavyoona leo duniani vyote Adam alivitamka. Na ambacho Adam hakukipitisha kwenye kinywa chake duniani. Kwa sababu ni asmaa kullah. Asmaa kullah.
Kwa kila unachokiona, hata huo mwarobaini na binadamu wanajua. Nabii Suleiman siku moja alikaa akawa anaita miti. Wewe mti gani? Mimi mti fulani, kazi yangu. Kila mti una kazi yake. Wewe jina lako nani? Jambo fulani. Kazi yako, mimi kazi yangu ni 1 2 3 4 5. Sasa akaita miti, akaita mti mmoja. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa fulani. Kazi yako khirabu hadha albayt. Kazi yako ni kubomoa nyumba. Huu msikiti na ujenga basi, huo msikiti ndio kazi yangu mimi. Niko ndio nakusema ya kubomoa nyumba. Akachukua ile mti akakata tawi. Akapata bakora kutembelea. Kwa hiyo ndoka wakati wote anajenga ile nyumba alikuwa anashika ile bakora. Kama anazindika ile mti sio karibu ile nyumba. Nyumba ikaisha. Yeye walimjengea kijumba hivi. Wakati anapoangalia kazi anakaa kwenye kile kijumba. Na majini walikuwa hawana uwezo wa kumwangalia Nabii Suleiman. Wakimwangalia moja kwa moja wanayeuka, wanakufa. Kwa walikuwa walikuwa hawezi kuangalia. Kwa muda wote Nabii Suleiman yuko pale, akaja akafa. Na ujue kwamba ardhi, inna Allah harrama 'ala al-ardi luhuma al-anbiya. Allah ameharamisha ardhi, haiwezi kula nyama za manabii. Kwa pale pokaa pale ardhi haiwezi kutafuna. Kwa hiyo amekaa tu hivi. Wanaendelea kufanya kazi, wanajua yuko hai. Kashika ile fimbo. Si mzima. Kwa sababu nyama yake ni vile, ila roho tu ndo hana. Kinyama siko vile vile. Upepo hauli, wala jua haliozeshi, wala ardhi haiwezi kula. Chochote chokena juu ardhi, ukiwa kinapotea, kinaharibika. Ni kazi ya ardhi. Hata ukiniingiza juu, ardhi itakula tu. Mpaka wakaja mchwa. Wakaupekenya ule mti wake wakaula. Mwisho ukati na hauna mka kwa. Ulipokuja upepo, mti ulipoachia na yakadondoka, ndio wakajua kama amekufa. Wakasema la ukuna na'lamu al-ghaiba ma makathna fi adhabin alim. Tunajua haya mambo ya ghaibu, sio unaona majina hawajui ya ghaibu hata wao. Tunajua ghaibu, tusingeshi kwenye mateso namna. Maana aliwajengesha ile na ni jumba la ajabu kwenda Yerusalemu. Ile jumba lile. La ajabu sana. Na hapa na ukuta mmoja wanakuabudia Wayahudi. Kitu cha ajabu sana. Jengo kubwa sana. Walijenga kwa limejengwa na majini. Mbona? Lakini majina aliuita kila mti anauuliza jina lake na unasema kazi yake. Majini baada ya kuondoka wakasambaa, hawakumaliza na ile jengo. Lakini ilikuwa imeshafikia mwisho. Naona. Tunaendelea. Kala ya Adam bi asma'i. Akasema ya Adam muambie majina yao. Falamma ambahum bi asma'i, alipomwambia majina yao, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardi. Allah kama silikwambieni, mimi najua mambo yasionekana ya mbinguni na ardhi, yote najua. Wa ala ma tubduna ma kuntum taktumun. Naelewa yale ambayo mnadhihirisha na mlikuwa mkiyaficha. Walificha nini? Maana kuna kitu ambacho walikuwa wanakificha. Kwa haraka haraka mwanzo itakuwa neno gani? Atajalufia. Sasa bwana anaweka kiumbe hapa. Maana kabla sisi walikuwa majini. Majini wakafanya uasi mkubwa sana ardhini. Mpaka Allah akawatuma malaika. Wakaja wakawatandika. Lakini baadhi ya tarehe zinasema kabla majini walikuwa viumbe vingine. Wakaja malaika wakawatandika. Wakawachukua wakawafunga maeneo mbalimbali kwenye hayo wanaita bahari, wanaita matumbawe baharini. Wakaenda wakafunga kwenye misitu, kwenye mapango, kwenye mawe. Sasa hivi unadhani kwa nini majini wako wengi mitaani? Kwa sababu maeneo ambayo walikuwa wakiishi peke yao, sisi tumewafuata ile maeneo yao. Ndio maana sasa hivi majini na wanadamu wachanganyika sana. Siku moja nilikuwa natembea, nikutana na kwenye basi na dada mmoja, nadhani yule hakuwa binadamu. Unaona kidole gumba kiko hapa.
alafu sio kinene, ni chembamba kama hichi. Kirefu iko hapa kinafika mpaka hapa. Ni chembamba kama kidole hichi. Mimi hichi. Lakini kiko hapa. Ni kirefu. Sasa binadamu. Kabla ni vidole vyake kama vyembamba fulani hivi. Lakini kwa kweli sidhani kama ni binadamu. Sasa unaona kwa nini yanatokea haya? Mchanganyiko kwa sababu wao zamani mathalan ile eneo hapakuwa hapaishi watu zamani. Wanasema kama ni wao walikuwa na kila zao tu kwa msitu. Tungoja waishi sisi wao tena. Wakisogea mbele mtaona na majumba yamesogea kule. Kwa hiyo tunaishi nao hivi. Sasa wale walikuwa wana Nabii Adam alipokuja Hawa aliwakuta walishafanya ufisadi. Kwa hiyo malaika wakawa wananong'ona kulingana kile kilichofanywa na majini. Walifanya ufisadi, kufanya uharibifu. Ndio Allah akafanya akaamua kuwapiga malaika wale kuwafungia. Sasa huyu aliyeletwa hatakuwa na tabia. Lakini washauri watakayeletwa atakuwa na kitu cha ziada. Maana wale fasadu fil ardh. Wafanya kazi fasadi. Lakini huyu pili anafanya kitu kingine cha ziada. Yasfiqu dima. Atakuwa na utaaluma ya kuhamisha damu. Ili nini mtu asifi aendelee kumwabudu Mwenyezi Mungu. Sasa kuna haja gani? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Hili yote sisi tunafanya. Mpaka aje tena huko. Allah kama inna ala ma. Kwa hiyo kuna namba. A'lam ma kuntum ma tubduna ma kuntum taktumuna. Kile mshiko mkificha maana ni maneno kwa wanamwona. Tayeb. Hapa tushia hapa. Allah wa rasuluhu a'lam.